Naitwa Mariha Kassim. Una miaka mingapi? Miaka 15. Hebu niambie, ni maumivu kiasi gani unapata kupitia changamoto ambayo uko nayo? Ni makubwa. Nashindwa kulala. Nakaa mpaka asubuhi. Miguu yote inauma. Mama Samia naomba unisaidie. Na viongozi wote na watu wananiangalia. Nisaidieni nipone niendelee na shule. Kwa majina mimi naitwa Asha Masudi, ni mama wa watoto 5. Tatizo la binti yangu lilianza 2024. Ndio nilihangaika sana hospitalini. Na hatima ya mwisho alipatiwa matibabu hapo Makiungu, nikaenda mpaka Muhimbili. Bado na mpaka sasa hivi bado, na kule Muhimbili sikumaliza, na kutokana na ugumu wa maisha hela ilikuwa ni kidogo, sijakizi vigezo vya hela, ndio kwa nadaiwa. Maana mpaka kule mpaka sasa hivi nimeacha deni, na kitambulisho changu cha NIDA nimeacha kule kwa badala kwa ajili ya zamana. Sasa hivi hapo unaona miguu imevimba, tumbo limevimba, nywele ndio hizo alivyopewa tu zile kemo, nywele zilinyonyoka zote. Yaani ukweli mtoto wangu anapitia magumu. Walivyompima akasema ana saratani ya kizazi. Na dawa alishaanza tu mwanzo kidogo, basi tukawa tuna hela tukaondoka hospitalini. Maana sasa hivi kila kitu ni hela. Kila kitu ni pesa. Na mtoto wangu anapitia magumu jamani. Halali, anakesha mpaka asubuhi. Anapata maumivu makali, ukitoka hata nje ukirudi unakuta analia mwenyewe, ameshika tama. Unalia nini? Nakumbuka nilivyokuwa niko mzima. Sasa hivi nakaa tu ndani, anajisaidia kwenye ndoo, natoa na mwaga. Hawezi kuchuchuma chooni hata. Na usiku, yani usiku ni masaa yote yuko macho. Yani wewe unaposhtuka tu kutoka usingizi, yeye yuko macho halali mpaka panakucha asubuhi. Ni jinsi mnavyoona kwa mtu ambaye anamwangalia, utasema ni mtu amechoka mjamzito wa kwenda kujifungua. Lakini hapana, ni tatizo anaye mwanangu. Ni tatizo anayepitia hayo. Namuona jinsi alivyo hapo, kaduma na miaka 15 sasa hivi huyo. Wakati tatizo linaanza, lilianzaje? Lilianza kuonyesha viashiria gani? Yaani tatizo lilivyoanza akawa kama mguu mmoja ukawa unakataa. Akitembea mguu unakataa, anasema naumia, napata maumivu, na anatokwa jasho sana. Kwa kweli nilivyoona vile nilikuwa naumia, nikasema kwa ajili anamaliza shule acha nikamfanyie nini vipimo vya miguu, maana tatizo lilikuwa linaonekana kwenye miguu. Nikampeleka hospitali ya Arusha NSK, nikamfanyia CT scan ya miguu. Wakasema majibu nikaenda nikapewa Muhimbili. Wakasema mbona tunaangalia CD hapa inaonyesha mtoto kuanzia kwenye ufahamu wa akili mpaka kwenye miguu hana tatizo lolote. Nikamwambia daktari, unaona vile mguu umepinda, alafu unaua akisimama tu inakufa ganzi, anaanguka na madonda. Daktari akasema sasa tutathmini nani ninavyoonekana kwenye nani hii, hana tatizo lolote, ila akanipa tu dawa za maumivu, akasema kakaeni wiki 2 mrudi tena. Sasa nikasema kwa ajili ameshafanywa kipimo kikubwa na tatizo halijaonekana, hata nikirudi na ndio hivyo, kila ukienda ni hela. Nikawa sina hela, nikaja nikakaa mwezi wa kwanza wa pili ndio ikataonekana ile tatizo la uvimbe kwenye tumbo. Tangu asitishe matibabu mpita muda gani? Toka asitishe matibabu impita kitu kama, maana tumekuja mwezi wa 10, ina maana kitu kama miezi 4. Toka asitishe matibabu na kitu kama miezi 4. Kwa sasa unamuuguzaje hapa nyumbani? Yaani kwa sasa ndio hivyo tu, anatumia tu dawa za maumivu, sina jinsi, sina chochote, sina cha kufanya. Yaani sina cha kufanya, anakaa tu kama alivyo hivi. Kwa hiyo akianza kulia ndio hivyo nampa dawa za maumivu basi. Ndio maana nikasema niombe msaada. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, ni mama, naomba umwangalie huyu binti, anateseka sana. Naomba umsaidie aende hospitali, arudi hospitali, atibiwe na yeye akae atimize ndoto yake kama watoto wengine. Maana alikuwa anatamani kweli aendelee, alikuwa anasema na yeye anatamani kuwa daktari. Sasa ndio hivyo. Sasa hivi kalala ndani, ndoto zake ndio hivyo. Yaani hatujui. Waziri wote tunaomba mtusaidie, watu wenye uwezo, msaidieni tu, hata mtoto akimpeleka tu kwenye hospitali kubwa, nijue bisa mtoto wangu kwenye hospitali kubwa natatibiwa, atapona, nitamshukuru Mwenyezi Mungu. Namuomba sana Mama Samia, muangalie huyo binti, anateseka, hata kuhema ni shida. Yaani anapitia magumu. Nachotaka ni msaada tu peke yake ili angalau akatibiwe. Wanakupataje wadau ambao wameguswa na tatizo la binti yako? Kwa walioguswa na namba yangu ni 0781 45 21 63.
81 45 21 63. Naomba msaidie huyu mtoto jamani, apate kukaa kama watoto wengine. Jina nani? Jina litakuja Hadija Selemani.